tuangia kukogolea, afu kinu kilikuwa ni kikubwa. So ule mti ulikuwa ni mkubwa sana na ni mzito sana. Kwa hiyo akaja ule mti akaanza kunipiga nao. Alinipiga sehemu ambazo ukipigwa unaishiwa nguvu, hauwezi kutembea. So alinipiga nikawa nashindwa kutembea. Sasa bahati nzuri huyo kaka yangu alikuwepo. Nikawa naita kaka, baba ananipiga hataki kusikia chochote. Niko kama nilivyozaliwa. Na huyu ni baba yangu. Nikaanza kukimbia, natoka chumbani, nakimbia, naenda sebuleni, nikimbia na nikimbiza kutoka nje, naogopa, sina nguo. Kwa hiyo kaka yangu alipotoka akakuta hilo tukio, yeye mwenyewe alishtuka. Kaka yangu alimshtua shangazi yangu. Ikabidi akimbie ndani chumbani kwangu, akachukua kitenge, akanirushia. Yeye mwenyewe kusogea pale anamuogopa baba. Akanirushia kitenge nikajifunga, nilivyojifunga nikakimbia, ndo nikapata nafasi ya kutoka nje kwa sababu na huko ujue bado napigwa. Sababu tayari nipo ndani kidogo nimestiriwa. Kwa hiyo nikakimbia nikatoka nje. Na wakati anakupiga alikuwa hasemi sababu yoyote ile ya kukupiga? Anatukana. Yaani wakati anaendelea kunipiga anatukana matusi makubwa sana ya nguo, malaya wewe, kahaba wewe, upo kama mama yako wewe, umeshindikana. Yaani matusi makubwa mno sana. Akanipiga, akanitoa nje. Mimi nikatoka nje nikakimbia. Nikakimbia kabisa. Hapo amenipasua mdomo, natembea navuja damu. Hivi viungo nimepigwa, siwezi kutembea, natembea najiburuza. Yaani nasikia basi tu ilikuwa ni so hard kwangu, lakini wakati mwingine nikawa nafikiria ndo maisha ambayo nimeyakulia ya vipigo lakini pia nilikuwa nawaza kwamba haya ndo maisha yangu. Mimi nilikuwa nimeika kwenye hiyo nafasi kwamba haya ndo maisha yangu, natoka nikiwa mdogo naishi. Kwa nilichukulia kwamba haya ndo maisha yangu. Ile siku nilikimbia, niliondoka kabisa nyumbani, nikaanza kuzurura mtaani. Sisi kwa naishi Dar, kama unapajua Dar, nilikuwa naishi Kunduchi Beach. Ile siku nilitembea kwa mguu mpaka Tegeta. Nazurura tu, sina pa kwenda, sina ndugu yoyote. Na mimi nimelelewa kwenye mazingira ambayo hakuna kumtembelea ndugu, hakuna kujuana na yote, hakuna rafiki. Kwa hiyo sikuwa najua nikimbilie kwa nani. Nilikuwa simu. Nikaenda kutafuta simu, nikampigia yule kaka sasa, ambaye yeye ndo nilikuwa namuona kama msaada wangu. Nikaenda kumpigia. Nilipompigia akaniambia uko wapi? Nikamwambia mimi nimekimbia. Akaniambia babako amenifuata hapa na hapa mimi nimekuja kukamatwa na mimi napelekwa polisi. So na mimi nikaogopa tena kumtafuta, nimeshamsababishia mkaka watu matatizo. Nikaogopa. Ile siku nilifanya tukio baya sana. Nilikuwa Tegeta, nikalala kwenye vibaraza vya maframe. Kurudi nyumbani nikakaa mpaka usiku kwa kuzurura. Frame zilivyofungwa za maduka nikalala. Ila kabla sijalala nikanunua sumu. Nikasema mimi bora nife, kwa sababu maana kama sioni faida yote, kwa nini naishi? Kwa nini? Nakumbuka nilinunua sumu, walikuwa wanauza sumu za panya. Nikaitwanga, ilikuwa ni ya kidonge, ilikuwa nyeusi, sitasahau. Nikaitwanga ule unga, nikaulamba hivyo hivyo bila hata maji. Nikawaza kwa sababu hiyo uchungu uliokuwa nao, nikasema mimi nikinywa hata na maji inawezekana nisife. Nikaramba ule unga, niliporamba basi tu, niliporamba ule unga nikalala kwenye kile kibaraza. Nikasema Mungu, mimi bora tu nimfuate mamangu, kakaangu, siwezi kuendelea kuishi. Sababu wakati ananipiga na ananitukana aliniambia hata siwezi kukusomesha tena, sipotezi hela zangu na hutarudi shule tena. So na mimi tegemeo langu kubwa lilikuwa kwenye kusoma. Kuvumilia kote kule nilikuwa natamani nisome. Hiyo ndio ilikuwa kiu yangu. Nikasaga ile unga wa sumu ya panya nikanywa, afu nikalala kwenye kile kibaraza. Nikitegemea kwamba nitakufa. Hilo ndio lilikuwa ni tegemeo langu. Kwa hiyo lakini kitu ambacho namshangaa Mungu sana. Niliamka asubuhi nikiwa mzima kabisa. Pale ulipolala kwa hapa. I say sitasahau. Yaani nimeamka nikiwa mwenye afya. Nasikia tu kabisa nina nguvu, najishangaa. Hivi imekuwaje? Najipapasa. Hivi ni mimi? Nililia sana. Lakini unajua wakati sikuwa nalia
kwamba nimepona. Hapana, nilikuwa nalia, kwa nini sijafa? Kwa nini bado naishi? Kwa nini niishi? Nilikuwa naumia, kwa nini Mungu? Kwa nini? Yani kwa nini? So nikaanza kusema hakuna Mungu, hakuna kifo, hakuna chochote. Lakini kila nikianza kutafakari hivyo, nasema mbona mama amekufa? Mbona kaka amekufa? Mbona dada amekufa? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Hivi kwa nini? Hapo mimi ndo nilikuwa mdogo. Kwa nini naishi? Swali ambalo nilijiuliza maisha yangu yote. Kwa nini naishi? Kwa hiyo nika nakosa pa kukimbilia. Kwa hiyo lazima nitarudi pale pale. Lakini pia babangu alikuwa anajua tu huyu hana pa kwenda, atarudi. Kwa mazingira alionitengenezea alikuwa anaelewa kwamba huyu atarudi. Na kweli nilirudi pale pale. Nikapiga magoti tena kwa baba. Baba nisamee, mimi bado nataka kurudi shule, bado nataka kusoma. Naomba unisamee. Wakati huo nimeshamtengenezea matatizo makubwa sana yule kaka. Makubwa sana. Baba nilivyorudi, kwa sababu yule kaka alishapelekwa polisi, ashatengenezewa kesi. Baba nilivyorudi akanichukua chapa, na alikuwa hataki nirudi. Alinichukua chapa akanipeleka Sumbawanga. Yeye nia yake, mimi nia yote nilikuwa siyajui kwa wakati ule. Ni anifiche. Kwa sababu aliyekuwa anatafutwa ni mimi. Kutoa ushahidi wa kumfunga yule. Na sio kwa sababu alitengeneza kesi kamrubuni binti yangu na ametembea naye. Kwa hiyo ambaye anatakiwa kudhibitisha ilikuwa ni mimi, nipimwe ni kweli. Na mimi wakati huo kikweli simjui mwanaume, sijui chochote kuhusu mwanaume. Kwa hiyo baba akanichukua haraka sana. Alafu pia akaenda kutengeneza tena story kule ambayo ya uongo kwamba amemtorosha mtoto mwenyewe haonekani alipo. Ikachunguzwa kwenye simu ya yule kaka, mtu wa mwisho kuwasiliana naye nilikuwa ni mimi. Na mimi nilimtafuta kumuelezea, na yeye vile akaniambia amekamatwa na polisi, na mimi sina simu, nikablock, sikutafuta tena. Nikawa nahangaika hivyo hivyo. Kwa hiyo basi mimi ndo nikawa ninatangatanga, leo niko Mbeya kwa shangazi, kesho niko Sumbawanga, kesho kuta niko Tunduma. Familia ikabidi iibuke tena. Najua nina familia na shangazi na nini. Kuibuka ndo baba ikabidi mimi nirudi kwa baba. Baba akawa unajua babangu ana nguvu. Ana nguvu moja, akisema ni ana ushawishi. Akisema neno watu namsikiza. Alafu mimi kujielezea siwezi, niko na hofu sana. Kwa hiyo watu wakawa wananiambia kama ombe msamaha babako urudi shule. Kama ombe msamaha babako urudi shule. Na wenyewe wakaungana na mzazi na baba, wakifikiri wewe ndio mwenye makosa. Yes, wengi walikuwa wanaungana na baba. Kwa vile mimi nilikuwa sina nafasi ya kujielezea na hakuna ambaye alinipa nafasi ya kunisikiliza. Nikarudi nyumbani kwa baba. Nilimwomba baba msamaha na baba kanirudisha shule. Nikahamia Dar. Nikatoka kule Morogoro nikahamia Dar. Nikaanza safari ya kusoma kuanzia form 3, 4 nikasoma. Nimesoma kwa mateso sana. Yaani mimi shuleni mateso. Kwanza nilikuwa ni mtu ambaye nina mikosi sana. Yaani mimi kila nakataliwa. Hakuna sehemu watu walikuwa wananikubali. Hakuna mtu alikuwa anaona mimi ni mtu aina gani. Hakuna aliyekuwa anajua. Kila mtu alikuwa ananitazama kwa picha ya ubaya sana. Na ile kitu ilitengenezeka ndani yangu. Roho ya kukataliwa ilikuwa kwangu ya nguvu. Mimi nilikuwa na tatizo moja. Siwezi kusema, siwezi kuona aibu kuelezea tatizo lilokuwa nalo. Mimi nilikuwa na tabia ya kukojoa kitandani. Na hii ilikuwa ni hata ni mkubwa bado nilikuwa nayo. Baba alinipeleka shule ambayo ilikuwa ni bodi. Kwa ile hali ya mimi kukataliwa. Yaani hata shuleni nilikuwa ni mtu wa kujinyanyapaa sana. Kwanza ninakuwa na hofu sana ya kuingia kwenye maisha ya watu. Mimi ninakuwa na hofu. Nadhani hata bado niko kwenye wokovu, ila bado hicho kitu huwa ninacho. Na sometimes natamaniji nisiwe na watu mimi mwenyewe kwa sababu ya mazingira ambayo nimekuwa nayo. Kwa hiyo wakati niko shule ni kama hiyo tabia bado ikawa naendelea nayo. Nienda shuleni sawa, ila kuna wakati nakuwa najitenga sana. Ile shule mwenyewe nilikuwa nasoma kwa sababu ya tabia yangu. Matron akawa amenichoka hiyo tabia ya kukojoa kitandani. Nakumbuka siku moja, lakini neema ambayo Mungu alinipa mimi, nilikuwa mtoto mwenye akili sana darasani sana. Pamoja na changamoto zote, kusoma kwa misukosuko, lakini nilikuwa na akili. Lakini hakuna mtu anayeniona kwenye hiyo picha ya kwamba kila mtu ananitazama kwa ubaya, huyu hafai. Yaani kila mtu ananiona sistahili. Yaani ile neno la kutokustahili nilikuwa nalo sana. Nakumbuka siku moja nikiwa niko form 3. Nilikuwa huku hostel sasa nimeshaozesha magodoro kwa tabia yangu hii.
Siku hiyo sitasahau, labda ndo siku ni kipindi hicho nilikuwa nasema ndo siku ya kwanza kumuona Mungu kwenye maisha yangu. Yaani kipindi hicho nilikuwa simuoni Mungu, ila siku ile nilimuona. Ndo nilivyokuwa naona hiyo picha kwamba Mungu sijawahi kumuona. Kwa wakati ule, ile siku nilitoka hosteli nimeshakojoa, alafu nikageuza godoro nikaenda shule. Ile siku ni siku ambayo ilikuwa natangaza matokeo, ambayo tulienda kimashindano kishule tulienda kwa mashindano na shule nyingine. Kwa hiyo tukarudi sasa hiyo matangazo. Alafu kwa bahati nzuri, ndio maana nasema ile siku ni kama ni siku ambayo mimi nilimuona Mungu. Mkurugenzi wa shule hiyo alikuwa na shule nyingi sana. Kumuona mkurugenzi kwenye shule ilikuwa ni nadra. Lakini ile siku alikuwepo. Kwa hiyo kama mkurugenzi yupo, unakuta jopo la walimu wote lazima wataattend shule. Hawawezi kudoji, yani hiyo siku bosi yupo. So yule mbaba alikuwa ni mbaba mwenye hila sana. Atembea hivi, kwa namuita mtembei. Alikuwepo hiyo shule, alikuwepo hiyo siku. Yule baba alikuwepo hiyo siku. Sasa matron akaja. Mimi nilikuwa, ukiniona tu unajua huyu ni mtoto maskini sana. Yaani mtoto ambaye mtoka kwenye mazingira magumu sana. Nilikuwa navaa msikiti mkubwa, nafunga na pini, maviatu makubwa. Alafu nilikuwa nasoma shule ya watu ambao wanaujiweza. Yaani wanakuja katoto kana viatu, shati ipo classic. Mimi hilo shati kuanzia Januari mpaka Desemba. Lina vifungo vimekatika, vimefanyeje? Na unga tu. Lakini imagine naye baba ambaye ana uwezo sana. Babangu alikuwa na uwezo na kila siku alikuwa anazidi kufanikiwa. Na mimi ndio kitu kwa niona kinanifanya nione kwamba hakuna Mungu. Sasa yule matron akaja. Tupo assembly time, tupo mstarini sasa. Walimu wamejipanga, yule mtembei yupo, yani na kuna baadhi ya wazazi walikuwepo. Kulikuwa na timu nzima, wanafunzi wote. Yule matron alipofika, sasa lilo lilikuwa ni tukio la kutangaza matokeo kwamba jamani, mtangazaji anasema shule yetu imefanikiwa kushinda kati ya zile shule ambazo tulikuwa tunashindana nazo. Jamani, tujipigie makofi. Tunapiga makofi. Na katika masomo ambayo tumeweza kufanikiwa kushinda ni masomo ya science. Somo kama la physics, sisi shule yetu ndio tumeongoza kwa nafasi kubwa sana. Tumewazidi kwa pointi nyingi. Kwa hiyo watu wanapiga makofi. Mimi nipo kama sipo. Kwanza mimi naonaga kama vitu ambavyo havinihusu. Japokuwa na mimi nilikuwa ni sehemu ya watu ambao nimefanya mtihani. Sasa mtangazaji kati anatangaza, matron akaja akastopisha, stop bwana. Kuna binti mmoja yule nakumbuka kabisa, yule matron alikuwa ni Mhaya. Alipofika I can act like alivyokuwa anaongea. Alipofika akasema hivi, kuna mtu mmoja anaitwa Elizabeth Modestus Kaze, toka hapa. Wakasema form ngapi? Form 3. Akasema sasa yeye akasema nadhani atakuwa kidato cha 3. Wakamwambia sasa leo wanatangaza matokeo, kwa hiyo yeye inabidi awepo. Huyo hawezi kabisa kuwepo kwenye hiyo nini ya ushindi. Huyo atoke haraka sana, amefanya ujinga tu. Alishakatia tamaa. Yaani sio yeye, kila mtoto wanafunzi wote. So hata walimu walivyosikia ni Elizabeth wakasema huyo atoke. Mimi sasa hofu. Kwanza nikiona hii nasikia kutetemeka, sikutoka, naogopa. Sasa yule matron akakasirika, kwa nini sijatoka? Akanifuata na fimbo. Alinitoa na fimbo kuanzia kule nilikokuwa kwenye mstari, alafu nilikuwa mwisho. Viboko naenda mpaka mbele na fimbo. Nikapigishwa magoti pale mbele, nikazalilishwa. Huyu ni kikojozi, anakujua kila siku anaozesha magodoro, nimemchoka. Yule matron akanipigisha magoti shule nzima. Nimezalilishwa. Niliumia sana. Nikawa napiga magoti pale nalia. Lakini moyoni nasikia tu na sauti inaniambia ndo maisha yako, ndo wewe, huyo ndo wewe. Yaani huyo ndo Eliza, huwezi kukwepa. Umeyakimbia kwa babako na utaishi popote. Hayo ndo maisha yako. Nikabaki moyoni nasema kumbe ndo maisha yangu. Kwa hiyo nikawa nakubali ni maisha yangu. Nikapiga magoti nikakubali. Sasa nimepigisha magoti hapo matokeo. Subiri uone watoto, yule matron anasema subiri uone watoto wenye akili wanaojielewa, sio wewe. Sasa yule mtangazaji wakati anatangaza akasema sasa somo la physics, yule mkurugenzi akasema, yule mtangazaji akasema inabidi nitangaze kwamba tumeshinda. Mkurugenzi akasema nataka nitangazie wanafunzi ambao wamesababisha tumeshinda. Akasema ni mwanafunzi mmoja tu ndo ametuwezesha sisi kushinda hapo. Atangaze huyo mwanafunzi. Alafu tena ni wa kike. Ndo akataja aliyetusaidia kushinda kwenye somo la physics kwa kiwango kikubwa, kuanzia practical mpaka theory
ni Elizabeth Modestus. Wow. Kazo. Sasa wanamtafuta Eliza kule. Eliza yuko hapo mbele. Eliza atoke, hatoki. Eliza atoke, hatoki. Ndo sasa mwalimu akasema Elizabeth mnayemtafuta ni huyu huku mbele. Yaani ndo nasema ndo siku ambayo nilimwona Mungu. Mkurugenzi akasema nini? What is this? Kwanza alikuwa amekaa yule baba akasimama. Mnafanya nini nyie? Mnafanya nini? Kwa nini mnamtoa huyu binti hapa mbele? Na mmemzalilisha. Binti, hebu simama. Simama, sketi imefungwa, haina zipu, shati sijui lipoje. Yaani yule mkurugenzi akasema, "Matron, njoo hapa wewe Matron. Kwanza leo kazi ya huyu." Akafukuzwa kazi. Walimu walivyoona huyu na tutafuata wengine. Akasema, "Binti nataka kumuona ofisini kwangu. Na ninakupa kazi." Akamwambia mwalimu, "Kuna kupa kazi ya kuangalia maisha ya huyu binti. Hakikisha unayafuatilia." Akasema, "Amezidi pointi ngapi?" Akasema, anasema kushindana shule yetu na hii tumewazidi kwa nafasi kubwa sana. Amezidi kwa kiwango kikubwa sana. Na ni sehemu zote, theory mpaka practical. So yule mtembea akaniita ofisini, akaanza kunihoji, sisemi. "Unaishi na nani? Unaishije? Babako anakupenda?" "Ndio." "Mamako anakupenda? Niambie ukweli, unaishije?" Sikusema kabisa. Yule baba akaanza kufuatilia maisha yangu. Akapa kazi mkuu wa shule. Mimi nikapata ofa ya kwenda kutembezwa. Nikapewa kila kitu, tunakumbuka nikapelekwa hadi mbuga za wanyama. Babangu ajua, unajua anaelewa niko shule. Haelewi chochote. Nikaenjoy. Yaani ndo nikasema nimemuona Mungu. Na kwa mara ya kwanza nikasikia kutabasamu kutoka moyoni. Kwa hiyo hilo ni moja ya tukio ambalo nilikuwa nalo kuonyesha kwamba mimi hata watu wa nje walikuwa wananikataa. Hakuna aliyekuwa ananikubali. Kila mtu alikuwa amenikatia tamaa. Kwa hiyo maisha yangu yakaendelea, nikamaliza form 3, nikaenda form 4. Ilikuwa ikifika wakati wa likizo time, watoto wanakuwa na furaha kuja kufuatwa na wazazi wao. Mimi naweza nikajificha darasani nalia, sitaki kwenda nyumbani. Lakini kwa neema ya Mungu nimepitia mengi sana. Katika kusummarize, Mungu alinisaidia nikamaliza elimu ya sekondari. Dari kuendelea tena masomo. Sasa baada ya sekondari kuna kipindi cha kusubiri matokeo. So nilikuwa nyumbani. Bado pia kwenye hicho kipindi kilikuwa kigumu sana kwangu. Kwa baba kule. Si niko nyumbani, nimerudi nyumbani. Mateso yaliendelea. Sasa mateso nadhani kadri siku inavyozidi kwenda, mateso ni yanaendelea lakini yanabadilika. Unajua ulizoea kunipiga sana sana, lakini ikafika watu wakaona huyu ni mkubwa, tutakuja tupigane. Wakawa wanabadilisha mateso. Chakula hakuna. Kama ni kula basi nisubiri wao wale wakibakisha ile chakula. Mimi ni unajua kitu ambacho kilikuwa kinaniuma sana. This is my blood father. Hicho tu ndio kitu ambacho nilikuwa naumia. Huyu ni babangu mzazi. Alafu mimi ni kopi ya baba. Nasema kama ningekuwa sifanana na baba basi ningekataa. Ningesema sio baba. Lakini mimi ni kopi kabisa ya baba. Nikawa naumia sana. Wale wabakishe ndo nile. Yaani ukifungua mlango wa chumbani na baba akifungua mlango wa chumbani, ukitoka sawa na baba utarudi ndani mbio. Kwa sababu kupishana na baba kwenye korido ni kosa kubwa sana. Kosa kubwa. Hadi ukipishana naye atakutukana. "Malaya wewe mbwa. Una kazi kula tu ndani kwangu. Una faida yoyote? Umebakisha nini?" Siku moja baba akaniambia, "Ukitaka amani kwenye hii dunia, omba kati yangu mimi na wewe mmoja afe." La sivyo hakutakuwa na amani. Uelewe ya maisha nimeishi toka nikiwa mtoto. Toka watoto wamekufa. Nimesoma sekondari. Sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima, dada ninayejitambua. Bado ninaendelea kuishi maisha wakati huu. So nikaendelea kupita kwenye wakati mgumu. Nikimuona baba ni kama nimeona simba. Nikimuona baba ni kama nimeona sijui nini. Nikimuona mama, yani mpaka majirani walikuwa wamenizoea. Yani mimi baba na mama kiondoka ndo nafurahi. Wakirudi tu hata wenyewe unakuta kuna wakati mwingine baba hayupo ananitania. "Babako huyo." Nasikia kuchanganyikiwa. Marafiki wanakuja kwangu kwa kuiba. Unajua ile wakati wakiona gari hamna. Wale watu kuja kwa wanachungulia gari hamna ndo wanakuja. Sasa ikafika hatua maisha yakaenda, nikamaliza elimu ya sekondari. Namshukuru Mungu, matokeo yakatoka.
Kabla matokeo hajatoka, babangu alikuwa ananiambia ufaulu usifaulu sikusomeshi. Safari imeishia. Mimi na wewe tumeshamalizana na huna pa kwenda, hakuna mtu atakukubali.